naona ni vyema tukutane na kuweza kukumbushana mambo matatu, na hasa jambo kubwa ambalo liko mbele yetu, zoezi ambalo la kitaifa ambalo linakwenda kufanyika siku ya tarehe 29, ambalo si kingine nalo ni uchaguzi mkuu kuchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Ndugu waandishi wa habari, ijulikane kwamba uchaguzi huu unakwenda kufanyika kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uchaguzi mkuu utakaofanyika siku ya tarehe 29 Oktoba 2025 utafanyika kwa mujibu wa ibara ya 65 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ibara hiyo imeeleza kuwa uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani ufanyike kila baada ya kipindi cha miaka 5, na uchaguzi wa mwisho ulifanyika mwaka 2020. Sisi wanababati pia tunakwenda kushiriki uchaguzi huu. Wilaya ya Babati tunakwenda kushiriki uchaguzi huu kuchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Kwa hiyo siku ya leo, kwa niaba ya viongozi wenzangu wote na uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niko mbele yenu kuweza kuhamasisha wananchi wote wa wilaya ya Babati kuweza kujitokeza siku ya tarehe 29 kushiriki kwenye zoezi hili la kitaifa na kuweza kuchagua viongozi hawa watakaotuongoza tena kwa miaka mingine 5. Ni muhimu sana kwa kila Mtanzania aliyefikisha miaka 18 na kuendelea na ambaye alipata nafasi ya kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura aweze kushiriki zoezi hili muhimu la kikatiba, kwa sababu bila kufanya hivyo utakuwa umejikosesha haki ya msingi. Unajua, viongozi wanaokwenda kuchaguliwa ni viongozi ambao wanakwenda kutusaidia kuweka maono ya maendeleo kwenye nchi yetu, ambayo yanakwenda kutuathiri sisi sote, Watanzania wote, Wanababati wote. Kwa hiyo ni muhimu na kila mmoja aweze kushiriki, tutumie nafasi hii kuweza kuchagua viongozi ambao tunaona atatusaidia kuendeleza maendeleo, lakini kuleta amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Bila kufanya hivyo, ukiamua kukaa nyumbani ukaacha watu wengine waweze kuchagulia, wanaweza kufanya maamuzi ambayo wewe hukuyatarajia, na ikitokea usiweze kumlaumu yoyote, kwa sababu nafasi ulipata ya kuweza kwenda kuchagua, lakini hukuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo niseme kwamba nitoe rai kwa wanababati wote, wananchi wote wa wilaya hii ya Babati, kwa halmashauri zote mbili na kwenye majimbo yote yetu mawili ya uchaguzi, Babati mjini na Babati vijijini, tuweze kushiriki kwenye uchaguzi huu mkuu. Hakika hii ni fursa ya kuweza kuchangia maendeleo, mchakato mzima wa maendeleo, kwa sababu mchakato wa maendeleo unaanzia kwenye utawala bora. Unapopata viongozi wazuri, ndipo tunakuwa na uhakika wa kuwa na maendeleo kwa miaka mingine 5. Kama ambavyo tulikuwa na maendeleo, nchi yetu tumeona inaendelea kupiga hatua kila mwaka toka tumepata uhuru, na toka tulipoanza na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tumekuwa na viongozi kadhaa ambao kila mmoja ameendelea kujenga, kwa sababu ujenzi wa nchi ni kama ujenzi wa jengo. Unaanza na msingi ambao Mwalimu alituwekea, na baada ya hapo tumeendelea kupata viongozi kadhaa mbalimbali ambao wameendelea kwa awamu tofauti tofauti, ambao kila mmoja ameweza kufanya kazi yake vizuri, na tunaona taifa letu linaendelea kupiga hatua kwenye maendeleo. Kwa hiyo tunatamani kuona kwamba maendeleo haya yanaendelea kwa kasi, na kwa kupata viongozi wazuri, ninajua watu tunao wachapakazi, na pia tuna ardhi nzuri, tuna mazingira mazuri ya kuweza kuendelea.
lakini tunachokitengeneza sasa ni uongozi mzuri ili tuweze kuendelea kuchapa kazi na kujiletea maendeleo. Lakini sio hivyo tu, kuendeleza amani na utulivu ambayo ni tunu kubwa ambayo sisi Watanzania tunayo. Kwa hiyo tunahitaji kutoka kwenda kupiga kura, kuchagua viongozi watakaoweza kuendeleza amani na utulivu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tumekuwa ni nchi yenye amani, lakini pia ambao pia tumeweza kusaidia hata nchi nyingine katika swala la amani na utulivu. Kunapotokea machafuko kwa wenzetu, tumekuwa tukipokea wenzetu na kuweza kuhifadhi. Ni kwa sababu tumetengeneza misingi mizuri ya kuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo tuendelee kuchagua viongozi ambao watakwenda kuleta amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Waandishi wa habari na wananchi wote ambao mnanisikiliza, pia ninapowakumbusha kwamba tutoke kwenda kupiga kura, niwakumbushe kwamba sisi viongozi wenu, kamati ya usalama ya wilaya, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunalinda wananchi pamoja na mali zao katika kipindi hiki ambacho tunakwenda kupiga kura na kuchagua viongozi wetu watakaotuongoza tena kwa miaka mingine mitano. Kamati ya usalama ya wilaya imejipanga vizuri kwa ajili ya kuwalinda wananchi wetu, na mpaka sasa wilaya iko salama na wananchi wako wanaendelea vizuri, wanaendelea kuchapa kazi, na ninaamini kwamba tutaendelea hivyo kuwa na utulivu katika kipindi hiki ambapo tunakwenda kujiandaa kupiga kura. Leo niseme tumebakisha kama siku 9 hivi za kwenda kupiga kura. Kwa hiyo ni kipindi muhimu sana cha kuweza kujiangalia mienendo yetu, lakini pia matamshi yetu na jinsi ambavyo tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Tutumie kipindi hiki kuweza kutafakari, kusikiliza sera, lakini pia kuombea uchaguzi. Najua serikali haina dini, lakini sisi wananchi wa Tanzania tuna dini na tuna uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo tutumie muda huu kuombea uchaguzi, lakini pia kukumbushana kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29. Na tukiwa na uhakika kwamba kuna amani na utulivu, na vyombo vya usalama kwenye eneo hili vimejipanga ipasavyo kuhakikisha kwamba kila raia, narudia tena, aliyeko mjini, aliyeko vijijini, tutamlinda kwa gharama yoyote, na tutahakikisha kwamba hadhuriki mtu yoyote katika kipindi hiki ya siku ile ya kupiga kura siku ya tarehe 29. Lakini pia niwakumbushe wananchi kwamba tumekuwa na minong'ono hapa na pale ya baadhi ya watu ambao wanafikiria kuweza kuvuruga zoezi hili la kupiga kura. Aidha, kwa mujibu wa kifungu cha 129 cha sheria namba 1 ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024, na nukuu, mtu ambaye kwa dhihiri au kwa kificho, yeye mwenyewe au mtu mwingine kwa niaba yake, anatumia au kutishia, kutumia nguvu, vurugu au kizuizi, au mtu mwingine yoyote, jeraha au mwili au roho, uharibifu, madhara au hasara, atasababisha uharibifu, madhara au hasara au dhidi ya mpiga kura yeyote kwa ajili ya kumshawishi au kumlazimisha mpiga kura huyo kupiga kura au kuacha kupiga kura, au ikiwa mpiga kura huyo amepiga kura au ameacha kupiga kura katika uchaguzi wowote, au ambaye kwa kumteka nyara, vitisho au hila ya aina yoyote, kumkwamisha au kumzuia kutumia uhuru wa kupiga kura yoyote au kupiga kura yoyote, au kupiga au kuacha kupiga kura
katika uchaguzi wowote anatenda kosa la ushawishi mbaya kwa maana ya sheria hii. Kwa hiyo ndugu zangu, katika hili ni kwamba tujiepushe sana na matamshi yoyote au vitendo vyovyote vya kuweza kuwazuia watu wengine kwenda kupiga kura kwa kuwatishia au kuwashawishi wasijitokeze kwenda kupiga kura. Na kwa kufanya hivyo utakuwa unatenda kosa kwa mujibu wa sheria hiyo ambayo nimeitaja hapo juu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kwa muktadha huo, ni washauri au ni wasihi sana wale wote ambao wanafikiri au wanajipanga, awe ni mtu binafsi au kikundi cha watu ambao wanajipanga kwa ajili ya kuweza kuhujumu zoezi hili la kupiga kura siku ya tarehe 29, niwaambie kwamba watakuwa wanatenda kosa kwa mujibu wa sheria, na sisi hatutasita kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Na kama nilivyosema, ninarudia tena, kamati ya usalama imejipanga na tutaweza kusimama na kuweza kuhakikisha kwamba yeyote ambaye atavunja sheria hii basi atakutana na mkono wa sheria na sisi tutamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Sio zoezi la mchezo, kwa sababu hapa tunazungumzia hatima yetu ya miaka 5, na tukishafanya zoezi hili hatuwezi kurekebisha hapo katikati. Kwa hiyo ni zoezi muhimu sana, ni zoezi ambalo kila mmoja alichukulia kwa uzito unaostahili, na nimesoma vifungu hivi vya sheria kuonyesha kwamba yeyote atakayekanyaga vifungu hivi atakuwa ametenda kosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo nitoe rai kwamba twende tukashiriki zoezi hili kikamilifu. Wenzetu wa tume wameshajipanga vizuri na maandalizi yanaenda vizuri. Kwa hiyo na sisi kwa upande wetu tujipange vizuri na tujiandae vizuri kwa ajili ya kwenda kushiriki ili tuweze kutekeleza takwa hili la kisheria au la kikatiba kwenye maisha yetu, na tuweze kutengeneza serikali yenye nguvu ambayo itatusaidia, itatuongoza na yenye maono kwa miaka mingine 5.